Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Moshi. Leo hii nakuletea uchambuzi kuhusiana na kauli ya kiongozi wa nchi ya Irani Ayatollah Ali Khamenei kuweza kuitaka nchi ya Pakistan kuweza kupambana na nchi ya Israel, kwamba ameiomba Pakistan kuweza kujiunga pamoja na Irani kwa ajili ya kupambana na nchi ya Israel. Sasa katika kile ambacho kinaonekana kama hatua ya kushtua duniani, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ametoa wito wa kushirikiana kwa vitendo kati ya nchi ya Irani na Pakistan dhidi ya Israel. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter, Khamenei alisisitiza haja ya juhudi za pamoja zenye ufanisi za Waislamu kuzuia kile alichokiita uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza. Khamenei aliisifu Pakistan kwa msimamo wake wa kihistoria wa kuunga mkono wa Palestina na kukataa kuitambua Israel, lakini sasa Irani haitaki tu maneno, inataka ushirikiano wa kimkakati. Sasa hapa swali kubwa ni kwamba linazuka, je, Pakistan iko tayari kujiunga rasmi na kambi ya Iran? Na ikiwa itaamua kufanya hivyo, dunia inaweza kushuhudia kuibuka kwa muungano wa uovu wa kisiasa. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi huyu wa nchi ya Irani, ameitaka nchi ya Pakistan kuweza kuungana na Irani kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel juu ya udhalimu ambao unafanyika ndani ya Gaza pale Palestina. Na Khamenei ameitaka Pakistan kutokana na kwamba ni moja kati ya nchi ambayo ina nguvu kijeshi, lakini vile vile nchi ambayo inamiliki silaha za nyuklia, lakini vile vile moja kati ya nchi ambayo kwenye upambanaji wa masuala ya kivita iko vizuri sana. Ndio maana Ayatollah Ali Khamenei ameweza kuitaka Pakistan kuweza kuungana pamoja na Irani kwa ajili ya kupambana na Israel, lakini vile vile kudhoofisha ule muungano wao wa kimagharibi. Kwa muda mrefu uhusiano wa Irani na Pakistan umekuwa wa mikwaruzano ya mara kwa mara licha ya udugu wa kidini na kihistoria. Mwaka jana mataifa haya yalishambuliana katika mipaka ya Balochistan, hali iliyozua wasiwasi wa vita kamili. Lakini sasa Irani inataka kuyasahau yote na kuanzisha ushirikiano wa karibu dhidi ya Israel na ushawishi wa magharibi. Pakistan haijawahi kuitambua Israel katika historia, na hisia za kuunga mkono Palestina ni za kina ndani ya jamii yake. Maandamano, maombi na kampeni dhidi ya Israel zimekuwa sehemu ya maisha ya kisiasa ya nchi hiyo, na sasa kwa kuwa uchumi wake upo kwenye nchi ya kuporomoka, huku deni la taifa likipaa, mafuta yakipanda bei na msaada wa kimataifa ukipungua, Irani inaweza kuonekana kama mkombozi wa haraka, hasa kupitia ushirikiano wa nishati na biashara. Lakini kuna hatari. Kujiunga na Irani kunaweza kuchochea vikwazo vya Marekani na Ulaya, kuvuruga uhusiano wa kifedha na Saudi Arabia na UAE, na hata kuibua migawanyo ya kidini ndani ya Pakistan wenyewe. Zaidi ya hayo, Pakistan inaweza kuvutwa kwenye migogoro ya mbali kama Gaza, Lebanon au hata Syria, jambo ambalo linaweza kuivuruga nchi hiyo kwa kiwango kikubwa. Hapa kiongozi huyu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba anaitaka Pakistan kuweza kuungana pamoja na Irani kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel, lakini vile vile kupambana na mataifa magharibi kwa hiki ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza. Ayatollah Ali Khamenei ameamua kufanya hivi kwa sababu ya kuweza kutafuta usaidizi kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika ukanda wa Gaza. Na Irani kwa muda mrefu sana amekuwa akipambana kupitia washirika wake ambao ni Hezbollah, Hamas pamoja na Wahouthi kutoka pale nchini Yemen. Na amekuwa akipambana kwa ajili ya kuweza kuwasaidia silaha mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwasaidia washirika hao wa nchi ya Irani kwa ajili ya kupambana na Israel. Lakini inaonekana kwamba jitihada za Irani kuweza kusaidia washirika wake kwa ajili ya kupambana na Israel zinagonga mwamba hadi kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei kwenda kuzungumza sasa hadharani kabisa kuitaka nchi ya Pakistan kuweza kuungana na Irani ili kupambana na Israel. Katikati ya yote haya, dunia inatazama kwa makini kabisa, na ripoti zinasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameiambia Israel ijiepushe na kushambulia Irani kijeshi, dalili kuwa hata washirika wake wa karibu wa Israel wanataka kuepuka moto mkubwa unaoweza kuwaka Mashariki ya Kati. Sasa Donald Trump alizungumza haya yote kutokana na kwamba
yupo kwenye jitihada sasa hivi za diplomasia kuzungumza na Irani kuhusiana na urutubishaji wa uranium katika nchi yake. Na Marekani amekuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kwamba endapo Irani itafanikiwa kuweza kurutubisha uranium kwa kiasi kikubwa sana, inaweza kupelekea hofu kubwa kidunia kwa hapo baadaye, japokuwa nchi ya Irani imesema kwamba inarutubisha uranium kwa sababu za kiamani na si kama ambavyo Marekani inaweza kufikiria. Khamenei ameitaka Pakistani kuungana na Irani kwa sababu zifuatazo. Kuna kuimarisha muungano wa wapinzani wa Israel, lakini vile vile kupata legitimacy ya Kiislamu kwa juhudi zake. Lakini vile vile ni kupunguza ushawishi wa Marekani na Saudi Arabia, lakini faida za kijiografia na kiuchumi, vile vile kuitumia Gaza kama njia ya kuunganisha Waislamu. Sasa hizi ni sababu tano ambazo kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei amezilenga kwa ajili ya kuweza kuitaka Pakistani kuungana na Irani ili kupambana na Israel. Waimarishe umoja wa nchi zao, lakini vile vile waimarishe nguvu ya kijeshi katika ukanda wao, endapo tu kama mataifa magharibi yameweza kuungana na wanazidi kuweza kufanya mambo ambayo yanavuruga amani kwa namna ambavyo Khamenei amekuwa akizungumza, kwa sababu hata pale Gaza Israel anafanya mashambulizi makubwa sana, lakini Marekani mshirika wake mkubwa anaona kile ambacho kinaendelea, lakini bado usitishaji wa mapigano umekuwa wa shida sana katika ukanda wa Gaza. Lakini vile vile Pakistani ina nguvu kubwa sana kijeshi, hasa ikizingatiwa kuwa ni taifa la Kiislamu lenye silaha za nyuklia pekee hadi sasa. Silaha za nyuklia ni moja kati ya kitu ambacho Pakistani inajivunia nacho, na inakadiriwa kuwa na zaidi ya silaha 165 za nyuklia na uwezo wa kuzirusha kwa makombora ya masafa mafupi, ya kati na marefu. Lakini vile vile na mfumo wa uzalishaji wa utafiti wa nyuklia uliojitegemea, ikiwemo vituo vya urutubishaji wa uranium. Sasa Pakistan amefanikiwa kwenye swala la nyuklia, lakini Irani bado anajikongoja. Na hii yote ni moja kati ya kikwazo ambacho Marekani inamwekea nchi ya Irani kwamba isiweze kurutubisha uranium, na ndio maana hata maongezi ambayo yanazungumzwa kati ya Marekani pamoja na Irani, mojawapo ni uranium isizalishwe kwa wingi katika nchi ya Irani. Na taarifa ambayo tuliweza kuiripoti jana hapa Zone Media ni kwamba Irani inakaribia kuweza kuipinga Marekani juu ya ajenda zake kuhusu masuala ya makubaliano ya nyuklia pale nchini Irani, kiasi cha kwamba Irani inaona ina wajibu wa kuweza kuendelea kurutubisha uranium pasipo kuwa na vizuizi vyovyote, kiasi cha kwamba Marekani imeitaka nchi ya Irani kuweza kutorutubisha kabisa uranium, kiasi cha kwamba Irani inaona sio haki kwa upande wao. Lakini vile vile kwenye upande wa Pakistan, ina huduma ya kijasusi ISI, ni mojawapo ya mashirika ya kijasusi yenye ushawishi mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini. Imehusika mara nyingi katika vita vya wakala, proxy wars, na harakati za kisiasa ndani na nje ya Pakistan. Lakini vile vile Pakistan ni mshirika wa kijeshi wa karibu wa China, na pia ushirikiana kwa nyakati na Marekani ingawa kwa mvutano. Lakini imejihusisha na operesheni za Umoja wa Mataifa zaidi ya mara 40. Kwa hiyo Pakistan ni moja kati ya taifa ambalo lina nguvu kijeshi, na ndio maana kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei anaitaka Pakistan kuweza kuungana na Irani kwa ajili ya kuweza kupambana na Israel. Nini ambacho kitakuja kufuatia taarifa hii ambayo kiongozi huyu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameweza kuitoa kwa kuitaka nchi ya Pakistan kuungana na Irani ili kupambana na Israel? Kuna taarifa nyingi zitakuja hapa, lakini kitu kimoja cha kuweza kufanya basi ni kusalia ndani ya Zone Media kwa kusubscribe channel yetu. Lakini kama bado hujasubscribe basi hujachelewa. Vile vile unaweza ukalike video zetu, ukacomment pamoja na kushare. Na nikushukuru kwa kuendelea kuichagua Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi.